ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، ndugu zangu, nakuhusieni na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaendelea na darasa ya tafsiri katika surati Ra'd. Tulikuwa tumeishia katika aya nambari 24 ambayo ilitaja bishara ya waumini akhira kwamba ni jannatun, ni pepo, adinin, za kudumu, yani za milele, yadkhulunaha, wataziingia hizi pepo waumini. Na asili ya neno pepo au janna ni bustani, likathrati ashjaruha au ashjariha, kwa sababu ya wingi wa miti katika pepo. Kwa hivyo ni jannatu adnin, ni pepo za milele za kudumu. Yadkhulunaha, wataziingia wao, wa man salaha min abaihim, hawa watu wema wataziingia pamoja na waliotenda wema na waliokuwa ni wazuri, ni wema katika baba zao. Hii lugha baba zao yani wazazi wao. Kwa hivyo abaahum wa man salaha min abaihim inajumuisha wazazi kwa maana ya baba na mama, na kwa maana ya kina babu na kina bibi, wote wanaingia katika neno aba. Wa man salaha min abaihim, na waliotengenea katika wazazi wao, wa azwajihim, na wake zao. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja wenza katika ndoa kwa nafasi ya pili baada ya wazazi. Nafasi yao ni kubwa, ndio maana japokuwa wao ni watu baki, lakini kila mmoja anamrithi mwenzake. Unafahamu hakuna mtu ambaye anamrithi mtu ambaye si wa nasaba yake, ukiondoa ile sababu moja ya al-itqi ambayo ni nadhira katika mirathi. Mtu hamrithi mtu bila ya sababu ya damu, isipokuwa hawa wanandoa wanarithiana bila ya sababu ya damu, bali wanandoa ni katika warithi wenye nguvu. Kivipi? Kuna baadhi ya warithi wanaweza wakazuiliwa na wengine. Kwa mfano, kina kaka na kina dada ni warithi, lakini wanablokiwa na watoto wa marehemu. Lakini wazazi na zaujani na mume na mke huwa hawazuiliwi na yeyote. Kwa hivyo umetajwa hapa wake kwamba ni watu wa karibu. Naweza kusema neno hapa, anapofariki mume ama anapofariki mke. Anapofariki mume, watu humfanya yule mwanamke kama vile hana maana, kama vile ni sifuri, hamna kitu. Hali ya kuwa Qur'ani imemsogeza karibu na ikamfanya ni mtu wa mahusiano, mpaka wanarithiana yeye na mume wake. Unakuta anadhulumiwa na ananyanyaswa, na hata prosesi za mirathi na mambo mengine katika tarika, katika yale yaliyoachwa na marehemu, anatengwa, na hali ya kuwa ni mtu wa karibu kabisa. Hayo mahusiano yameheshimiwa katika sheria hapa duniani, na Allah akaita ni mithaqan ghalidha. Hiyo ndoa akaita ni mkataba ambao una nguvu sana, na bado ndoa ikaachwa na mwendelezo wake katika maisha ya akhira. Na mwanamke aliyeachwa na mumewe kwa kifo, yani mume amefariki akamwacha mke, ile ndoa inaendelea. Labda huyu mwanamke nyuma aolewe na mtu mwingine. Akiolewa na mtu mwingine atakuwa ni mke wa huyu ambaye atakufa naye. Lakini kama
hakuolewa na mtu mwingine, atakuwa ni wakiingia peponi wote watakuwa ni wanandoa mpaka akhera. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, na waliowema katika baba zao na wenza wao. Neno fasaha zaidi ni kusema na wenza wao, kusema na waliowema katika baba zao na wake zao, utakuwa umewacha waume. Kwa hivyo neno wenza wao linakubali huko na huko, sio? Na watakaotenda wema pamoja na wenza wao. Kama ameingia peponi ni mwanamke, ukimwambia na mwenza wako, yani mume wako. Kama alioingia peponi ni mume, ukimwambia mwenza wako, yani mke wako. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, na vizazi vyao, watoto na wajukuu wote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatutamanisha kuendeleza mahusiano ya ambayo sisi tunahitaji by nature, kimaumbile tunahitaji kuwa na mahusiano na wazee wetu na vizazi vyetu. Mtu anapopata mazuri anapenda wapate kadhalika familia yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatutamanisha hilo kwamba katika mazuri ya akhera ni mtakuwa na familia zenu. Ndio maana sisi Waislamu hata kama tukilia kwenye msiba, lakini tunajua iko siku tutakutana. Msiba mkubwa zaidi ni mwenzetu awe amefariki katika hali ambayo ni mbaya kimahusiano baina yake na Mola wake, kiasi kwamba tunaogopea tutatenganishwa. Kifo kinatenganisha kwa muda tu, lakini kinachotenganisha milele ni amali mbaya na akida na itikadi mbaya. Kupitia aya hii kadhalika Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatuhimiza sisi tuwalinganie na jamaa zetu ili tuwe nao peponi, kwa sababu Allah amesema waman salaha min abaihim, na watakao kuwa wema katika baba zao na vizazi vyao na wake zao. Hii aya ni kama kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, qu anfusakum wa ahlikum naran, chungeni nafsi zenu pamoja na familia zenu kutokana na moto. Na kadhalika kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wa andhir ashiratakal aqrabin, waonye jamaa zako wa karibu pia, usiwasahau, wape kipaumbele katika da'wa na kuwafikishia ujumbe. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, kisha akasema wal malaikatu yadkhuluna alaihim, peponi malaika watakuwa wanaingia juu yao, yani watakuwa wanaingia kwao, min kulli babin, katika kila mlango. Kwa hivyo watu watakuwa peponi na malaika wanaingia mara kwa mara kama wafanyaji ziara na watembeaji, na wafanya ziara watu wa peponi malaika. Na hii inaashiria kurinyuika na kujadidika rehma za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kwa sababu malaika wakiteremka au wanapokuja huwa wanasuhubiana na rehma za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na mambo makubwa katika mambo ya Allahu Jalla Jalalu. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, kama ilivyosema katika darasa, yani kwenye darasa kama hivi, illa nazalat alaihimus sakina wa hafatuhumul malaika wa ghashatuhumur rahma, penye malaika pana utulivu na pana rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa malaika yadkhuluna alaihim min kulli babin, wanaingia kwa wao katika kila milango. Milango ya pepo, liljannati 8 abwab, pepo ina milango 8. Allah anajua hikma yake. Na jahannam laha 7 abwabin, ina milango 7, likulli babin minhum juz'un maqsum. Katika hawa watu wa motoni kila mlango una kada yake, na kwa milango ya peponi kadhalika. Na ilipokuwa milango ya pepo ni mingi kuliko milango ya moto wa jahannam, hiyo inafahamisha juu ya upana wa rehma za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, waambie waja wangu kwamba mimi ni msamehevu. Angalia lugha hii, waambie waja wangu, nabbi ibadi, waambie waja wangu, anni, kwamba mimi, ana, mimi. Anataka kutilia mkazo kila atakachokisema. Anni
ana al-ghafurur rahim, kwamba mimi ni msamehevu sana, mwenye huruma sana. Allah pia huleta adhabu, hakusema na mimi ni muadhibuji kwa ismul fa'il, kusema mimi ni muadhibuji, akasema wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Hakujalia kuadhibu kwamba ni wasifu wake, yani hakutaka kutaja katika aya kwamba kuadhibu ndio ni wasifu wake, lakini hakutaka kulitaja hilo kwamba yeye ana sifa ya kuadhibu. Maana ikija katika kuwa ni jina lake na ni wasifu wake, inamaanisha kwamba ni wasifu huo umetamala umeshika nafasi kubwa kwa muhusika mwenye sifa. Kwa Allah hakusema mimi ni muadhibuji, amesema mimi ni msamehevu, ni mrehemevu. Kwenye adhabu akasema na adhabu yangu ni adhabu kali. Hakujiingiza yeye moja kwa moja kaitaja adhabu yake kwamba ndio yenye ukali. Hakusema mimi ni mkali, japokuwa anasema katika aya nyingine, lakini hizi adila zinafahamisha juu ya upana wa rehema za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rehema zangu zimetangulia hasira zangu. Na ndio maana akatoa mtu akitenda mema anapewa thawabu 10 kwa uchache, akitenda ubaya anaandikiwa 1. Akitenda wema anaandikiwa 10, akitenda ubaya anaandikiwa 1, mpaka ikifikia mahala mtu mabaya yake ni mengi kuliko mema yake. Wala yahliku ala Allah illa halikun, haangamii kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa huyo mtu ni mtu mbaya sana. Wal malaikatu, na malaika, yadkhuluna alaihim, watakuwa wakiingia kwa wao, min kulli babin, katika kila mlango. Katika starehe hata hapa duniani ni kusikia maneno mazuri yanayoleta bishara, na katika adhabu kukumbushwa mabaya na kuambiwa maneno mabaya, kwa sababu hayo yanaleta stress na yanaitafuna nafsi ndani kwa ndani. Kuna baadhi ya magereza huwa yanawaadhibu wakosaji kwa kuwapa taarifa mbaya tu, au kumwambia hebu kumbuka taarifa mbaya, au kuwawekea picha za matukio mabaya. Kwa hivyo wal malaikatu, hawa malaika wanawapa habari njema. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, malaika wanaingia kwa wao, min kulli babin, kupitia kila mlango, katika ile milango 8. Salamun alaikum, amani iwe juu yenu, yani wanawaambia amani iwe juu yenu. Bima sabartum, kwa sababu mlivyosubiri. Hapa tunahitaji kurekebisha ufahamu. Kuna watu wameelewa vibaya, la yadkhulu ahadun aljannata illa birahmatillah, hatoingia yeyote peponi ila kwa rehma za Allah. Kwa hivyo watu wabaya wakasema wanaoswali, wanaofunga, wanaotenda kheri hawataingia peponi ila kwa rehma za Allah. Kwa hivyo wakazifanya amali hazina maana, yani hizo amali mlizotenda nyinyi na sisi ni sawa sawa. Hapana. Hawawi sawa wenye kutenda mema na wenye kutenda mabaya. Amali na aya nyingi zinasema kama aya hii kwamba watu wataingia peponi kwa sababu ya matendo yao. Kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayamil khaliya, kuleni na kunyweni hanian, kwa enjoyment, kwa kuenjoy, bima, kwa sababu ya yale ambayo kwamba aslaftum, muliyapitisha, yani muliyafanya na yamepita, fil ayamil khaliya, katika masiku ambayo yamepita. Alafu tutajumuishaje, tutabebaje hizi mafuhumu zinazoonekana zinakinzana, mafuhumu hii na ile inasema watu wataingia peponi kwa rehema za Allah. Watu wataingia peponi kwa rehema za Allah, lakini sababu ya kupata rehema za Allah kutenda amali njema. Kwa hivyo naam, hatoingia mtu peponi, yani maana ya hatoingia peponi kwa matendo yake, yani matendo ya mtu hayatoshi kununua pepo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu matendo ni madogo sana ukilinganisha na ukubwa wa bidhaa yenyewe. Naam, inajuzu kuita pepo ni nini? Ni bidhaa. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi aljanna, bidhaa ya Allah ni ghali, bidhaa ya Allah ni pepo.
bidhaa hii ni ghali, kwa ughali wake amali njema hazitoshi kununulia, lakini amali ni sababu, ni jambo ambalo mja anajishikiza nalo ili aingie katika wanaorehemewa. Umeelewa hicho? Watu wanaingia peponi kwa rehema za Allah, lakini sababu ya kupata rehema ya Allah ni amali njema. Kwa hivyo ikasihi kuambiwa watu wanaingia peponi kwa amali zao, inasihi kusema hivyo. Kadhalika, lau si rehema ya Allah kwenye kusamehe mabaya yetu, hayo mabaya yangekula yakamaliza mema. Umeelewa? Kwa hivyo mema yako yalipobakia mpaka yakahesabiwa ni kwamba yamekumbana na rehema za Allah. Allah angetoa rehema zake, mabaya yako yakapambana, mema yako yakapambana na mabaya yako, ingelikuwa ni ngoma draw, ingekuwa mema yameliwa. Kadhalika mema ya mtu yamebakiaje kwa rahma ya Allah? Kwa sababu Allah ingelikuwa anahesabu wema ni moja na ubaya ni moja kwa moja, au 10 kwa 10, maana mabaya yangekula mema yetu. Lakini kwa rehema za Allah pia yeye ndiye anayekupa taufiki ya kutenda amali njema na tauba, kwa rehema za Mwenyezi Mungu Jalla waala, kwa maana pana zaidi ya hivi tulivyozungumza. Kwa hivyo wataambia salamun alaikum bima sabartum. Kupongezwa ni katika mahitaji ya nini? Ya nafsi. Angalia, hata muumini anapotenda wema huwa hatendi wema ili apongezwe na ashukuriwe, lakini mara baada ya kutenda wema likija hilo analipenda, na isipooneshwa kuthamini kwa yule uliyemtendea, nafsi inaona huyu mtu sio mtu mzuri, japokuwa ukufanya ili akulipe, au sio? Kwa hivyo haja hiyo kadhalika imezingatiwa peponi, haja ya kupongezwa na kuambiwa maneno mazuri. Unajua hata watu wazima hawa maprofesa, akipata ile daraja katika uprofesa wake, akiambiwa akapongezwa akapata daraja ya juu, na fanafurahi, au akafanywa hafla au akapewa kitu fulani cha ngao fulani ya pongezi, anafurahi. Kwa hivyo hilo peponi litakuwepo. Katika pepo wanaambiwa na malaika, salamun alaikum bima sabartum, amani iwe juu yenu kwa vile ambavyo mmesubiri. Fa ni'ma uqba dar, malaika wenyewe wanawaambia ni uzuri ulioje wa hatima ya nyumba hii, yani nyinyi mmepata hatima ya kuingia na kuishi katika nyumba hii ya pepo. Fa ni'ma uqba dar, ni uzuri ulioje wa hatima ya nyumba hii. Ad-dar, nyumba hii, yani hadha ad-dar. Fa ni'ma uqba dar, ja'alana Allahu wa iyyakum min haula. Hii ilikuwa inahitimisha, yani maelezo haya yalikuwa yanahitimisha sifa za wenye akili pamoja na kutaja hatima yao. Tunasema kwa lugha ya Qur'ani, mwenye akili ni yule ambaye akili yake inamuongoza kwenye kuisaka pepo sasa, na kwenye kuogopa moto. Kwa hivyo alipoitaka pepo, akili yake ikamwambia atafute sababu za pepo, akatafuta imani na akaingia kwenye matendo mema. Kwa hivyo akili kwa mujibu wa Qur'ani haitoki tu kwenye kuelewa tu basi na kukiri kwa moyo, bali inaenda mpaka kwenye nini? Kwenye matendo, kama ilivyokuja katika aya hii. Aya hii imesemaje? Ilisema afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika wal haqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab, hivi yule ambaye anajua kwamba hii dini iliyoteremshwa kwako, Qur'ani na hadithi na
mafundisho yote ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni haki. Hivi huyo ni sawasawa na yule ambaye ni kipofu, yani asiyejua hivyo ni kipofu? Kuna watu wanaishi duniani jamani, yuko na 50 zake tu basi, yuko na vimini vyake na bangi zake, akitaka kusuka anasuka, anaendeshwa tu na matamanio yake na sera za watu wa duniani walizoziweka, na yeye si kipofu huyu, kwa sababu mwenye macho huwa anatembea kwa mujibu anavyoona njia. Kipofu anaenda kwa mkumbo tu, sio? Akisikilizia watu wamekata kushoto anakata kushoto, akisikilizia huenda kule wanakokata wanaenda kuingia kwenye shimo au kwenye hatari. Lesi kadhalika ndivyo watu wa duniani wanavyoishi, ambao hawana mwongozo. Sheikh, namna ya unyoaji wake ni kwa mujibu wa mazingira alivyomteka, namna ya uvaaji wake ni kwa mujibu wa mazingira alivyomteka, namna ya maisha yake ni kwa mujibu wa mazingira yalivyomteka. Kwa hivyo huyu ni kipofu ambaye anajua kwamba iliyoteremka kwako ni haki. Huyo ni mwenye kuona. Kama huwa ama, akasema wanaojua hivyo ni watu wenye akili, ulul albab, watu wenye akili ama watu wenye kiini cha uelewa. Alafu akaanza kwa tafsiri sasa wale wenye kiini cha uelewa, wenye akili, akaanza kuwaorodhesha. Ndio nakukumbusheni hiyo. Akasema ni wale ambao wanatekeleza ahadi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na hawavunji makubaliano. Makubaliano ya Muislamu na Mola wake ni ile shahada ya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yani mimi nitamwabudu Allah kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio jambo amejifunga nalo. Kwa hivyo wala yanqudhuna almithaq, hawavunji shahada wala hawamkiuki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuvunja shahada ni kukiuka makubaliano ya mja na Mola wake kwenye shahada ya la ilaha illallah, na kuacha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuvunja kadhalika makubaliano ya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kwa hivyo hiyo ni moja. Na wale ambao wanaunga yale ambayo Allah ameamrisha yaunganishwe, katika hayo ulama wametaja kuunga undugu, undugu wa damu na undugu wa dini na mengine mengi, kwa sababu hili neno ni pana. Na yakhshawna rabbahum, hao wenye akili wanamwogopa Mola wao. Kama mtu hamwogopi Mwenyezi Mungu hana akili. Inakuwaje asimuogope Allah kwa ukubwa wake na nguvu zake, na yeye kwa udhaifu wake na unyonge wake asimuogope Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla? Kwa hivyo wayakhafuna su'a alhisab, wanamwogopa Mwenyezi Mungu na wanaogopa mahesabu mabaya. Kwa hivyo wenye akili huwa wanafanya calculation, hili ninalolifanya halitakula kwangu. Kwa hivyo wanafanya wanayoyafanya ili wawe na thawabu, na wanaacha wanayoyawacha ili asije akaharibu mahesabu. Yakhafuna su'a alhisab, na wanaogopa hesabu mbaya. Na hili neno ni neno la bishara sana kwamba wanaogopa hesabu mbaya. Hajasema wanatengeneza hesabu nzuri, sababu ukiambiwa tengeneza hesabu nzuri na ukiambiwa ogopa hesabu mbaya, ipi kazi rahisi? Kuogopa hesabu mbaya. Hapo Allah amekutaka kitu kidogo kuliko kukwambia hesabu yako ikae sawa sawa sawa. Ingelikuwa imesema hivyo katika aya hii, ingelikuwa kama ile aya walioiogopa maswahaba aliposema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw, simama sawa sawa, sio kama uwezavyo, kama ulivyoamrishwa wewe pamoja na wale ambao wametubia nawe, wa man taba ma'aka. Ya salam. Maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yote yana matumaini. Hakusema simama sawa sawa wewe pamoja na wale wanaokufuata na wale wanaokuamini, akasema na wale wenye kuomba msamaha pamoja nawe.
Angesema pamoja na wale wenye kufuata, maana yake ingekuwa ni sisi Allah hatuturidhia mpaka tuwe tumesimama 100% kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenzetu anaweza Mtume sallallahu alaihi wasallam akusimama, fastaqim kama umirta, simama kama ulivyoamrishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anaweza akaweza, na tunamtarajia kwamba aliweza, kwa sababu ndio binadamu aliyemwabudu Allah kuliko wanadamu wote, bali kuliko viumbe wote, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hilo neno lilikuwa ni sawa, akiambiwa fastaqim kama umirta, nyooka kama ulivyoambiwa unyooke. Na sisi tungeliambiwa na sisi tusimame tunyoke kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa kazi ngumu. Lakini Allah akasema waman taba maaka, na wale watakaotubia pamoja na wewe. Maana yake watasimama, watakosea, watatubia. Basi ile kutubia mimi nahesabu imefidia kule kupinda kwao. Fastaqim kama umirta waman taba maaka wala tatghaw, wala msipinde. Masahaba aya hii wakaiona ni nzito sana, katika aya ambazo walikuwa wanaziogopa sana. Fastaqim kama umirta waman taba maaka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah anaona yale mnayofanya. Kwa hivyo mkaguzi mwenyewe wa ile kazi unaifanya ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini lile neno waman taba maaka limepunguza yale makali ya ule wajibu, na wale watakaotubia pamoja na wewe. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an la ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasana. Hii message ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala iliambatanishwa na istighfari, kwa sababu Allah alikuwa anajua kwamba sisi hatutatimiza lile lengo la kuabudiwa, akaambatanisha na istighfar, kwamba Qur'ani hii imekuja mtekeleze haki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ipasavyo, na mumuombe msamaha. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, mtakeni msamaha na kisha mtubie kwake yeye. Suala la tauba ni swala la msingi katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana tauba haiko tu kwa ajili ya madhambi, bali iko hata kwa ajili ya mtu ametenda amali njema, anafanya istighfari, sio kuomba msamaha kwa makosa ya kufanya haramu, bali kuomba msamaha kwa makosa ya kutokutimiza haki ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hivyo istighfari ni sunna kwenye kila mtu anapomaliza ibada, na ikiwemo ibada ya sala ni katika sunna. Mtu akitoa tu assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, dhikri ya kwanza nini? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara 10 kwa siku, itakuwa 50. Hiyo ni nzuri sana, usiache. Na ndio dhikri ya kwanza kabisa, afu ndio zingine zinafuatia kwa mtiririko wake tofauti tofauti, sababu ziko nyingi, lakini hii isikose hii isikose. Na ile subhanallah walhamdulillah, hiyo pia Mtume amesema la tad'anna dubura kulli sala. Adhkari zingine unaweza ukafanya mara hii, mara nyingine ukabadilisha ukafanya nyingine, lakini hii ni lazima usiache kila nyuma ya sala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametufeva aliposema katika wenye akili, hakusema ni wale ambao mahesabu yao hayakosei, ingekuwa kazi ngumu. Akasema wayakhafuna su alhisab, at least wao wanaogopa, at least wao wanakiri mapungufu yao. Wayakhafuna su alhisab, wale watu wanaosemaga potelea mbali, tutajuaga huko huko, hiyo ni dalili ya nini? Ya mapungufu ya akili. Kati ya sisi na maswahaba nani wenye akili zaidi? Ni maswahaba. Ndio maana wenzetu wamefanya vizuri zaidi kuliko sisi. Katika sifa za wenye akili tunaunganisha kwenye kwamba Qur'ani inaelezea wenye akili wanatenda matendo, yani wanaenda katika utekelezaji. Walladhina sabaru bitighaa wajhi rabbihim, na wale waliosubiri katika hali ya kutafuta radhi za Mola wao. Hapa neno wajhi
hatukulitafsiri kwa tafsiri ya wajhi. Kama hatukulitafsiri neno hili kwa tafsiri ya wajhi katika hali ya kukataa sifa ya wajhi kwa Mwenyezi Mungu, hiyo ni bid'a. Lakini tukitafsiri neno la wajhi kwa tafsiri nyingine bila ya kukanusha sifa ya wajhi, hiyo inajuzu katika sheria. Kwa hivyo ulama wametafsiri walladhina sabaru ibtighaa wajhi rabbihim, yani ibtighaa ridha rabbihim, waliosubiri katika hali ya kutaka radhi za Mola wao. Kwa hivyo katika kutenda amali kuna kutenda amali nia yako. Hapa nazungumzia nia nazungumzia nini? Nia. Hiyo nia njema ni ipi? Nia njema unatenda amali au unaacha mabaya ili Mola wangu aridhie. Hii ni nia njema hii. Au ninatenda amali ili nipate pepo. Hiyo pia ni nia njema hii. Au ninatenda amali mahesabu yangu yasiharibike, sije nikaenda motoni. Hiyo pia ni nia njema. Kuna mtu anatenda amali ameconcentrate kwenye nini? Mola wangu aridhie. Nabii Musa aliambiwa, wama ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Musa, mbona umekwenda haraka, umeacha watu wako? Kiongozi anatakiwa akitembea asiende kwa spidi yake yeye, aende kwa spidi ya watu wake. Akajitetea Nabii Musa, qala hum ulai ala athari, wako hawako mbali ya rabbi, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, nimekuja spidi kwako mpaka nikawaacha wao ili kukimbilia radhi zako ya rabbi. Mwenyezi Mungu alikubali kama haijekubali, amempa udhuru kwa hilo, na ndio maana akaileta katika Qur'an kama ni wasifu kwa Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Kwa hivyo mtu anaweza akatenda amali katika hali ya kumridhisha Mola wake, yani haipiti sana kwamba anataka pepo, anataka aepushwe na moto, bali yeye amerakizi zaidi, ameconcentrate zaidi kwenye Mola wangu aridhie, na hii ni daraja ya juu zaidi. Kadhalika kutenda amali kwa kuogopa adhabu yake, hii nayo ni nia njema. Au kutenda amali kwa kutaka mazuri yake, hii nayo ni nia njema. Ni ipi nzuri kati ya kutenda amali ile nyingine, waajiltu ilaika rabbi litarda, kutaka radhi za Allah, hiyo tushaipitisha, ni ya kwanza. Kati ya hizi mbili ipi nzuri zaidi? Ipi nzuri zaidi? Mtu anatenda amali ili apate pepo, na mwingine anatenda amali ili Allah asimwadhibu. Sema hii au hii. Ukisimama inshallah, ukikaa inshallah. Ukisema hii lazima useme sababu, na ukisema hii lazima useme sababu. Katika sababu zinazokubalika kisheria, kutaka pepo kwa sababu gani? Hiyo imekuwa ndio ni dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu azza wajalla. Taban zote ni nzuri Sheikh, taban zote ni nzuri, lakini hapo nasema ni ipi nzuri zaidi? Nasema kwa sababu ni dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu azza wajalla. Naam Sheikh, kutaka pepo kama Sheikh alivyosema ni nzuri zaidi. Sheikh, naam, kupata adhabu yake ni nzuri zaidi. Naam Sheikh, itakufanya utakuwa makini zaidi. Mimi sina, yani swali hili limekuja sio kama nimeona mahala maelezo ya wanawachuoni. Nina imani watakuwa wamezungumza, yani bila shaka wanawachuoni wetu Allah alivyowafikisha hawakuacha kitu, watakuwa wamezungumza. Ukirudi ukaenda kutafuta utapata. Mimi dhana yangu inanambia kufanya katika hali ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Jalla waala, hiyo ni nzuri zaidi, kwa sababu hiyo inabeba maana ya unyenyekevu zaidi.
Huoni ile ya kwanza imekuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu huyu mtu anataka kumridhisha Allah, hataki chochote kwake, anataka Allah aridhie. Nimepata nimekosa, hiyo sio muhimu kwangu, muhimu Allah aridhie. Na hii huyu anayefanya kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla asimwadhibu, anayetenda amali ili apate, amejiweka kwenye kubadilishana na Mwenyezi Mungu kitu. Sio mimi nafanya nakupa ya Rabbi na wewe unipe, ina maana hiyo kwa mbali, au sio jamani? Huyu mja huyu mwingine anamuogopa Allah Azza wa Jalla asimwadhibu. Huyu anatarajia, anataka Allah ampe, huyu anamuogopa Allah. Zote mbili anatakiwa awe nazo mja, lakini tumesema tukitenganisha, inaonekana yule anayefanya amali kwa ajili ya kumwogopa Allah. Nadhani hiyo ndio maana imekuja walaqad wasayna alladhina min qablikum wa iyyakum an taqullah. Wasia mkubwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni tafuteni rehma za Allah, au wasia mkubwa ni ogopeni adhabu za Allah? Ogopeni adhabu za Allah. Wallahu a'lam. Kwa hivyo aya hii imetutajia nini? Imetutajia watu ambao wanafanya yale wanayoyafanya kwa kuogopa kuharibikiwa na mahesabu, yasije yakasoma vibaya. Sababu hivi unavyofanya ujue ndio unasajili mahesabu. Wewe unaona tu imepita kwa sababu usomewi matokeo sasa hivi, lakini kuna siku utasomewa matokeo, sio kwamba yametokea tu, ni kwa mujibu wa ulivyofanya. Kwa hivyo yakhafuna su'al hisab. Ndio muumini anaweza akakumbana na matamanio makubwa, hayana kizuizi chochote, wala hayauzwi kwa bei yoyote, wala hayatamchafua, lakini akayacha, wala haonekani na yoyote, kwa sababu yakhafuna su'al hisab, kwa sababu anaogopa mahesabu yasije yakaharibika. Kuna mtu mwingine anapata kazi ya haramu na anatafuta kazi miezi miaka, hapati kazi isipokuwa za haramu, hafanyi. Acha niwe maskini, acha nife maskini. Kuna mtu amejaribu matibabu yote yameshindikana, anaambiwa bwana, kuna mifano kadhaa, fulani na fulani alipona, tena ni kidogo tu, yani unatumia dawa kidogo umepona, lakini dawa ile inakhalifiana na sheria, haendi. Wayakhafuna su'al hisab. Mwenye akili anatakiwa awe anafanya calculation, awe anaogopa su'al hisab. Wayakhafuna su'al hisab. Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi, hawa ndio wenye akili, na wale waliosubiri ibtigha'a wajhi rabbihim, kwa ajili ya kutaka radhi za Mola wao. Na hii sio lazima kwamba hawa ni wengine waliotajwa kwa sifa ya pili ni wengine, ni hao ndio wanabeba hizo sifa. Kwa hivyo huyu muumini anaogopa mahesabu mabaya, na huyo anasubiri kwa kutaka radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Amali hizi zilizotajwa, hiyo subira yenyewe ni general. Kuogopa mahesabu, kuharibu mahesabu, hiyo ni lugha ya nini? Ya general, lugha ya jumla hiyo. Wanatekeleza ahadi, hawavunji ahadi, hiyo pia ni lugha ya jumla. Alafu kuna lugha maalum. Unajua kuna kutaja wema kwa lugha ya jumla na kuna kutaja wema kwa lugha maalum. Kivipi? Watakaotenda mema wataingia peponi, hii ni lugha ya jumla. Kwa hivyo kila wema utaingia humu, lakini haukupewa nyota maalum, haukupewa taji maalum au lebo maalum. Hakuna mara nyingine humu duniani unavalishwaga kitu hapa, sio? Hawa ni wafanyakazi wa taasisi fulani bwana. Ni tofauti kati ya wale waliopigwa bei ya jumla na wale waliouzwa kwa mauzo maalum. Zile amali zilizouzwa kwa bei ya jumla, kwani kitu cha thamani kama unakiuza pamoja na vingine, au unakitenga unasema hii bwana tukubaliane kwa bei ya jumla, lakini hii hapana, hii utapatania kivyake, sio? Katika matendo mema, ibada ya as-sala au al-arkanul khams, zile nguzo tano za Uislamu, hiyo ni biashara maalum.
Ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alipotaja subira kwa lugha maalum, kuogopa hesabu kwa lugha nini, alipotaja subira kwa lugha ya jumla, kuogopa hesabu kwa lugha ya jumla, kutafuta radhi za Allah kwa lugha ya jumla, akataja kwa umaalumu ibada ya sala. wa aqamu as-salah, na wakasimamisha sala, wa anfaqu, na wakatoa, mimma razaqnahum sirran wa alaniya, katika vile ambavyo tumewapa kwa siri na kwa dhahiri. Yeba idhan, sala ni jambo kubwa katika Uislamu. Haifai kutumia lugha yoyote inayodogesha jambo la swala, isipokuwa wale watu ambao wamedandia kazi ya dawa kwa mbele na hawakutaka kuisomea, ndio wanasemaga, wanawaambia watu, unadhani utaingia peponi kwa kuswali tu? Hii ni lugha ina kashfu swala, sio? Au inadogesha. Hapo anataka kupiga ndui. Kama unataka kupiga ndui, tafuta aya. Hilo nalo ni jambo kubwa katika kutoa, kama lilivyotajwa hapa, na lina aya zake na lina fadhila zake. Watajie watu kwenye kutoa kuna fadhila za kidunia. Wanaotoa ndio wanaopewa sana, ujue, duniani. Najua hiyo iko namna hiyo, awe ni Muislamu au sio Muislamu, anayetoa kusaidia watu. Wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardi, tumia nondo hizo. Akhira tunasemaje kuhusu kutoa? Allah alipotunakilia maneno ya yule mtu anayesema, rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa, Mola wangu, lau kama utanichelewesha muda kidogo nikatoe sadaka. Na huyu anayesema hivi amekwisha kuona ya akhira. Tunasema kuna kitu ameona kuhusiana na sadaka. Kwa hivyo jambo kubwa hii, inafaa kupigia ndui au haifai? Sasa kwa nini uanze yaani wewe unataka kuhimiza ibada alafu unaponda nyingine? Kwa sababu kidaraja ile unayoiponda ili kuisimamisha nyingine, hii unayoitetea kutoa ni ibada kubwa, lakini si kubwa kama swala. Au mnasemaje? Penye mkubwa si kuna mkubwa zaidi? Kati ya rais na waziri nani mkubwa? Sala ni kubwa sana katika ibada. Kwa Allah akaitaja kwa umaalumu aliposema, walladhina sabaru bitighaa wajhi rabbihim, na wale waliosubiri, katika wenye akili, katika orodha ya matendo ya watu wenye akili. Walladhina sabaru bitighaa wajhi rabbihim, na wale waliosubiri katika hali ya kutaka radhi za Mola wao. Wa aqamu as-salah, hata katika usomaji wa Qur'ani as-sala kilugha inatamka tu as-sala, ile lamu yake ni kama lamu zingine as-sala, lakini ikapewa lafdhi maalum. Katika baadhi ya qiraa inasoma as-sala, kama vile lafdhi al-jalala, jina la Allah linasema Allah, baada ya kusema Allah sema Allah, kwa sababu ya uzito wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Jalla wala. Na kwa sababu ya uzito wa swala pia husoma wa aqamu as-sala, na wakasimamisha sala. Wa anfaqu, huyu ni mwenza wake, huwaga waachani, huyu ni naibu wake. Ndio maana Abu Bakar radhiallahu anhu alipofariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya wanafiki, sisemi maswahaba, wakasema tutaswali lakini hatutoi tena zaka, ile ilikuwa ni kodi tunampa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu ni wachache, sababu hawa Waislamu wengi wamekuja kuwaona baadaye, wameingia baada ya kufanyika futuhati, wakati wa Abu Bakar na wakati wa Umar hususan, na wakati wa Uthmani na wakati wa Ali, ndio Uislamu ukawa na watu wengi. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, Waislamu si wengi ukilinganisha na ukafiri na ule wigo wa ukafiri duniani. Baadhi ya masahaba, Abu Bakari akasema tapambana na hawa wanaozuia zaka. Baadhi ya masahaba akamwambia, bwana mswalie Mtume bwana, lugha kwa azima hii ya Kiswahili, subiri kwanza, mazingira haya yalivyo yenyewe, sisi tukitaka kupambana na hawa watu makafiri, kafariki Mtume ndo wanataka wapambane na sisi, na hawa nao katika wanaotamka shahada tupambane nao tena, tutakuwa tunajibebesha mzigo juu ya mzigo, tunaweza tukaharibu kabisa. Kwa hiyo tuvumilie tu, ili mradi wanasali. Abu Bakar yeye peke yake akangangania, akasema la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, nitampigana naye vita, nitapigana naye vita mtu yeyote ambaye anatenganisha kati ya swala na utoaji, kwa sababu Allah hajapatapo kutenganisha kabisa kati ya swala na
kutoa. Hata akitoa bishara ya pepo, atakayefanya kadha na kadha, akitaja tu swala atasema atakaye swali na akatoa ndio atapata kadha na kadha. Allah hajapata hapo kutenganisha, akasimama na msimamo wake mpaka maswahaba wakaacha rai zao wakarudi katika rai yake. Na hii inatumika kuwa ni dalili kwamba Abubakar alikuwa ni bright kuliko maswahaba wote. Mnajua hiyo? Ukiulizwa ni nani msomi zaidi katika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Abubakar. Na ndio maana hata alithibiti imara pale kwenye kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar akasema, amenyenyua upanga wake, atakaye sema Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefariki, upanga utalala naye. Abubakar akaja akamfunua Mtume sallallahu alaihi wasallam, akahakikisha kwamba amefariki. Akasoma ile aya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Muhammad hakuwa isipokuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, si Mungu huyo? Akifariki ndio mtarudi kwenye ukafiri wenu. Umar akadondosha upanga wake, ndio kama aya imeshuka kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo Abubakar ni aqal min jamii sahaba wa a'lamuhum. Abubakar ana akili zaidi na ni muelewa zaidi kuliko masahaba wote. Kwa hivyo haijapata hapo kutenganishwa kati ya sala na zaka. Allah akasema wenye akili wanaswali, wa aqamu sala, na wanasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, wanatoa katika tulivyowaruzuku kwa siri na kwa dhahiri, katika mambo makubwa kwa umaalum. Wayadrauna bilhasanati sayyi'a, huwa wanaondosha ubaya kwa kutenda wema. Kuna kuondosha ubaya, kwa mfano kuna ishu baina yako na ndugu yako, kuna kuondosha, kuna kukataa labda mabaya au dhulma ya ndugu kwa kumpeleka polisi au mahakamani, kapite msumeno, arudishwe. Kama ameingia kwenye mipaka yako arudishwe, sio? Umetumia nguvu hiyo. Na kuna ile kumtendea wema, unamsogeza, anakuwa ni mtu wako wa karibu, unamtendea mema mpaka anaona haya, anakurudishia. Ipi nzuri zaidi? Allah anapenda hii diplomasia zaidi. Kwa Allah amejalia ni katika ndugu yako unamsalimia haitikii, wewe unamsalimia kwa ajili ya kuzima ile shari, basi wewe unaondosha ubaya kwa kutenda wema. Hawa ni watu ni katika haya, ni katika mambo makubwa kabisa. wa yadrauna bil hasanati sayyi'a, na wanaondosha kwa kutenda wema ubaya. Ulaika lahum uqubad dar, watu hawa wana hatima nzuri ya makazi, wana hatima nzuri ya makazi, yani makazi mazuri itakuwa ndio hatima yao, ambayo yanaanzia kabrini. Akasema hayo makazi akayatafsiri jannatu adni yadkhulunaha, ni pepo ambayo wataingia. Pepo inaanzia wapi jamani? Kabrini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kaburi ima ni motoni, kaburini ima ni motoni au ni peponi, ima ni sehemu ya pepo au ni sehemu ya moto. Kwa hivyo watu hawa watapata hatima iliyo njema, uqubad dar, hatima iliyo njema, hatima ya makazi yaliyo mema. Jannatu adni yadkhulunaha, pepo za kudumu ambazo wataziingia. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, na waliotenda wema katika baba zao, yani katika wazazi wao na wake zao ama wenza wao na vizazi vyao. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, na malaika watakuwa wakiingia kwao wao kupitia kila mlango, wakiwaambia salamun alaikum bima sabartum, amani iwe juu yenu kwa vile ambavyo mlivumilia. Jamani, mtu kuwa mwema anahitaji kuvumilia. Akipatwa na misiba avumilia, asije akaenda kubaya. Akiitwa katika ibada ngumu avumilie, asije akarudi nyuma. Akivutwa na matamanio ajizuie, avumilie, asije akaenda kwenye matamanio mabaya. Kwa hivyo ataambiwa na malaika salamun alaikum, na hii inafahamisha kwamba amani iwe juu yenu kwa vile mlivyosubiri. Inafahamisha kwamba ili neno la subira ni pana kama walivyolipanua wanawachuoni, sababu subira ni aina tatu. Kusubiri kwenye taa, asabru fi taa,
na kuna asabru anil maasiya, kusubiri kujizuia usiende kwenye maasiya. Kwa kuna asabru ala albala, kuvumilia kwa sababu ya mitihani ya Allah, misiba na kupotelewa na mali, kuondokewa na cheo na mengine katika matatizo. Kwa walladhina salamun alaykum bima sabartum, amani iwe juu yenu kwa vile ambavyo mmesubiri. Fa ni'ma uqubad dar, ni uzuri ulioje. Fa ni'ma uqubad dar, ni uzuri ulioje. Uquba ni aqiba, ni mwisho. Uqubad dar ala wazni fu'la. Fa ni'ma uqubad dar, ni uzuri ulioje wa hatima ya nyumba hii. Kwa nini tunasema nyumba hii? Hiyo hii tumepata wapi? Hapa imesema tu nyumba. Kwa nini tunasema nyumba hii? Kuna wakati hii al ikiingia katika jina, nikikwambia al-kitab, yani kitabu hiki. Kitabu ni kitabu. Naweza nikasema al-kitabu, yani hiyo al inasema kitabu hiki. Saatu ni wakati, as-saa wakati huu, yaumun ni siku, al-yawm siku hii. Umeelewa? Sanatun ni mwaka, as-sana mwaka huu. Fa ni'ma uquba ad-dar, ni uzuri ulioje wa makazi haya, ni uzuri ulioje wa hatima njema ya makazi haya. Hapo tumesema hapa ndipo katika aya hii yalipohitimishwa matendo ya watu wenye akili. Je, ni haya peke yake? Hapana, sio haya peke yake, lakini yakiwepo haya na hayo mengine yatakuwepo tu, na hayo mengine yatakuwepo tu. Yani kama ni mwanamke wa Kiislamu kwa mfano anafanya haya, ikifika Ramadhani hatufunga, hatuvaa stara ya Kiislamu, na yule anayeogopa hesabu mbaya atafanya zina. Hivyo hii ni lugha imegeneralize, lakini mambo yako mengi, lakini haya yaliyotajwa ndio makubwa zaidi au yanawakilisha mengine. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, tumesema hii ni orodha ya matendo ya watu wenye akili, kisha akataja orodha ya watu ambao kinyume na hawa hawana akili. Kwa hivyo hebu tufunge maneno haya. Maneno haya yanafahamisha kwamba mwenye akili ni yule aliyemwamini Mwenyezi Mungu na akatenda matendo ambayo yatampatia pepo na yatakuwa ni sababu ya kuepushwa na moto wa jahannam. Sawa? Na asiyekuwa na akili atakuwa ni yupi? Aliyekufuru, ambaye hakuona umuhimu wa imani akakufuru, akatenda matendo mabaya na akaacha matendo mema bila ya kujali kwamba ataangukia pabaya. Sema potelea mbali. Ana akili ndogo kwa mujibu wa aya hii. Na kuna aya nyingine iko wazi zaidi, watakapoingia motoni, waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Watasema watu watakapoingia motoni, lau tungekuwa ni wasikivu au tuna akili au naqil, imekuja kwa fi'l mudhari, lakini Kiswahili inajuzu kusema au tuna akili, ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa ni katika watu wa motoni. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir. Hata Kiswahili, kama mtu ni dereva, anaona pale kwenye daraja ni finyu na kuna gari nyingine imeshaingia na yeye anapeleka tu ya kwake, mwisho anaingia analeta ajali, watu wanasemaje? Fulani hana akili bwana. Hawatarejea kwenye matokeo yake na sijui alipata ngapi, ana level gani, watasema fulani hana akili. Kwa lugha kama hiyo hiyo Qur'ani inasema hivyo. Kwa hivyo kataja sasa wale wasiokuwa na akili, akasema walladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqi, na wale ambao wanavunja ahadi ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla baada ya kuwa wameifunga. Waliokufuru walifunga lini ahadi na Mwenyezi Mungu jalla wa ala? Walifunga ahadi na Mwenyezi Mungu azza wa jalla pale Mwenyezi Mungu alipowakusanya wanadamu wote, akawaambia alastu bi rabbikum. Kabla hawajaja duniani alikusanya roho zao, akawaambia mimi si bwana wenu muabudiwa?
qalu bala shahidina, akasema tumeshuhudia. Kwa hivyo hiyo ni nini? Ni ahadi. Katika pita yao huwa wanakumbana na mafundisho yanayoonesha uhaki wa ahadi hii. Huwa wanakutana na mafundisho yanayoonesha kwamba wana wajibu wa kumwamini na kumtii Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, huwa wanapotezea. Kwa hivyo wakipotezea wanavunja. Walipoelewa wamejifunga kwa ule uelewa wao. Wanapopotezea huwa wamevunja ahadi ya Mwenyezi Mungu Jalla wala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anajalia kila mtu katika hawa sio kwa Waislamu, huwa kuna wakati ima kwenye simu au kwenye makala au kwenye mahala popote au kwenye sauti kama hivi, anasikia kwenye speaker, anasikia message ambayo inamsemesha kwamba hii ni haki. Wale wanaoamini wanaamini na wale wasioamini huwa wamepuuza. Kwa hivyo kule kupuuza kwao wamevunja ahadi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Jalla waala. Ndio akasema walladhina yanquduna ahada Allah, na wale ambao wanavunja ahadi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, min ba'di mithaqihi, baada ya kufungwa kwake kwa nguvu, wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, na wanakata yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha yaunganishwe, wayufsiduna fil ardi, na wanafanya uharibifu katika ardhi, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, watu hawa wana laana na wana makazi mabaya. Taban wanavunja ahadi ya Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa kukataa la ilaha illa Allah, na wakati mwingine kwa kukata undugu. Wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, katika ambayo wanachuoni wameyapigia mfano katika aya hii, wanakata yale ambayo Allah ameamrisha yaunganishwe. Wayufsiduna fil ardi, na wanafanya uharibifu katika ardhi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, hawa wana laana na wana makazi mabaya. Kwenye swali, kwa mfano kwenye hili tamko, na wanakata yale ambayo Allah ameamrisha yaunganishwe, tukasema katika mifano ya kukata yale ambayo Allah ameamrisha ni kukata undugu. Swali, je, aya hii inawazungumza Waislamu? Yani Waislamu wanaweza kuingia katika aya hii ama hawaingii? Wanaingia. Sio wanaingia, sema wanaweza kuingia. Sababu ukisema wanaingia maana yake Waislamu wanaingia moja kwa moja. Wanaweza wakaingia. Yani mtu asije akasema aya hizi zinawazungumza makafiri, kwa hivyo haziwasemi Waislamu kwa namna yoyote ile. Aya zinazowazungumza makafiri na matendo yao na tabia zao, Muislamu naye akiingia kwenye baadhi ya maelezo, yeye naye anakuwa amesemwa kwenye hiyo engo. Kwa hivyo Muislamu naye akikata undugu anaingia katika laana. Akikata mambo makubwa katika dini anaingia katika laana. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema kwa mfano katika jambo la undugu, fahala asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Je, munaweza mkakata undugu? Au fahala asaitum, kwa hakika inategemewa kwenu nyinyi. Fahala asaitum in tawallaytum, ikiwa mtashika, mtamakinika au mtapata madaraka, an tufsidu fil ardi, mtafanya ufisadi katika ardhi, wa tuqatti'u arhamakum, mtakata undugu. Akasema ulaika alladhina la'anahumullah, watu hawa Mwenyezi Mungu amewalani. Fa asammahum, ameziba masikio yao, wa a'ma absarahum, na ameyafanya mapofu macho yao. Kukata undugu ni katika sababu za kutokuelewa dini. Manake Allah akisema wamekuwa viziwi, wamekuwa vipofu, manake wamekosa zana za ufahamu. Kwa hivyo madhambi yanaweza yakamfanya mtu asiwe mwelewa, anaeleweshwa haelewi mgumu.
Sisi walimu wetu walikuwa wanatuambia katika madhara ya kula vyakula vya bid'a na vyakula vya kwenye matambiko na kwenye mambo ya makafara, ukiwa hivyo vyakula kichwa itakuwa ngumu, itakuwa haielewi. Na madhambi yanaenda mpaka kwenye nini? Kwenye uelewa. Madhambi yanaenda mpaka kwenye uelewa. Ulaika lahum al-la'natu, watu hawa wana laana, wa lahum su'ud dar, na wana hatima iliyo mbaya. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wama al-hayatu dunya fil akhirati illa mataa. Hii aya imehusiana nini na aya iliyopita? Sababu aya hii nasema Allah ni mwenye kukunjua riziki. Allah anakunjua riziki. Amezungumza kwa continuous kwa present tense, sio? Kuonesha kwamba jambo hili linafanyika siku zote. Present continuous tense. Allahu yabsutu rizqa, Allah anakunjua. Ili ni jambo si kila siku. Hata hivi ninavyozungumza kuna mtu ndio dakika hii anakunjuliwa. Allahu yabsutu rizqa, Allah anamkunjulia riziki. Hii imeingiaje? Imehusiana vipi na mazungumzo yaliokuwa yanapita? Allah anamkunjulia riziki amtakaye, kwa sababu hawa watu waliolaaniwa haimaanishi kwamba hawakunjuliwi riziki. Maana mtu asije akaona mambo yake yamenyooka, riziki anapata, cheo anapata, anagombea anapata, akasema hawa waongo bwana, sema tumelaaniwa wapi, mbona mambo safi. Hiyo ni issue nyingine, issue ya riziki. Ibrahimu alimwambia Mwenyezi Mungu, wape riziki wale ambao watakuamini. Mwenyezi Mungu akamwambia, waman kafara, na watakao kufuru kanuni yangu mimi nitawapa. Thumma umati'uhu qalilan, nitastarehesha kidogo. Thumma attaruhu ila adhabin nar, kisha nitawasukuma kwenye moto wa jahannam. Kwa hivyo mtu akiwa mbaya haimaanishi atanyimwa. Kwa hivyo aliyepewa asitambe kwamba anasemaga bwana, mtu akipata hata kama ni mwanamuziki akapata katika kazi yake ya haramu ya music, katika mambo yake ya haramu ya riba, anasema Mwenyezi Mungu amenibariki. Sema Mwenyezi Mungu amekupa, kwa sababu kupewa na kubarikiwa ni vitu viwili tofauti. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika vipawa, akasema kwa watu wema, fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, tutawafungulia baraka kutoka katika mbingu na ardhi. Baraka kwa wale watu wabaya hakusema tutawapa baraka, asema tutawapa vitu. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, walipoacha miongozo yetu wakaisahau, tukawafungulia milango ya kila kitu. Kwa hivyo wanaweza wakapewa kila kitu wapagani, kama yule mwanamke malkia yule, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun adhim. Wamepewa kila kitu, na wao wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni llahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an sabili fahum la yahtadun. Wanasujudia jua, wapagani. Kwa mtu asije akaona Wahindu na kuabudu kwa ng'ombe na wale wanaabudu vitembo na visanamu, mambo yao karibia wote ile jamii wana pesa, au mashoga wana pesa, au mafrimason wana pesa, asije akaona hiyo ni nini, ni alama ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hilo swali, kama ni watu wabaya mbona wanazo, linajibiwa na aya hii. Allahu yabsutu rizqa liman yasha, Mwenyezi Mungu anakunjua riziki kwa yule amtakaye. Ni ishu ya utashi, sio ishu ya kupendwa, sio ishu ya kubarikiwa, ni ishu ya utashi. Allah ametaka kumpa. Hata mfungwa jamani, si anapewaga? Bali mtu yule aliyefanya kosa la kunyongwa, huwa kanuni za duniani anaulizwa atoe ombi lake la mwisho, sema unataka nini? Ukisema nataka ini la tembo, atachinjwa tembo, atatafuta huko, atakapotafuta atachinjwa, takaangwa utapewa, utakula, alafu naenda kunyongwa. Allahu yabsutu rizqa liman yasha
Allah anamkunjulia riziki amtakaye, wa yaqdir, na anampunguzia amtakaye, bila kujali ni mu'min au sio mu'min. Ndio akasema wafarihu bil hayati dunya, wamechekelea maisha ya dunia. Wamechekelea maisha ya dunia, maana yake wameyapata. Wamechekelea, wameyapata ama hawajapata? Hawa ambao yanqudhuna almithaq, hawa ambao ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, wana laana na wana hatima mbaya. Wafarihu, ndio hao wafarihu bil hayati dunya, wamechekelea maisha ya dunia. Wamechekelea, wameyapata, wameyakosa? Wameyapata. Wamal hayatu dunya fil akhirati illa mataa. Mwenyezi Mungu amewacheza shere tu, kwa sababu hicho ni kitu kiduchu. Kama vile uchukue mnofu umrushie samaki achekelee aende aule, alafu baada ya kula anase aingie kikangoni. Ndio kama hiyo. Wamal hayatu dunya, hayakuwa hayo maisha ya dunia kwenye akhira illa mataa, ila ni starehe ndogo. Yani hizo starehe zote za duniani ni kitu kiduchu kimoja katika starehe za akhira. Ukijumuisha starehe zote za duniani, sio za mtu mmoja mmoja, za fulani na fulani na fulani, kuanzia mwanadamu wa kwanza mpaka wa mwisho, na binadamu na majini, starehe zao zote ukusanye, na za wanyama zote, ni starehe ndogo moja tu kwenye starehe za nini? Kwa mukabala wa akhira. Na ndio maana mtu akifariki akawa ameacha mazuri sana ya duniani, lakini ikawa amekufa kifo kizuri, yeye ni mu'min, hatojuta hata kidogo kule alikoenda. Akiambiwa rudi, atasema sirudi. Sio tu maskini akisibu pepo akiambiwa rudi atakataa, kwa sababu anarudi kwenye maskini. Hata aliyekuwa rais na aliyekuwa bilionea na trilionea, ana kila kitu, akisibu pepo akiambiwa rudi atasema hapana. Kwa sababu gani? Wamal hayatu dunya fil akhirati illa mataa. Maisha ya duniani kwa akhira ni kitu kidogo sana. Na hawa watu wasiokuwa na uelewa kuhusiana na upeanaji wa Mwenyezi Mungu, kwamba kupeana kwake anapeana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, waliomridhisha na waliomuasi, wasiojua hilo ndio wanasemaje? Mbona kama mko katika dini ya haki, mbona hamna kadha na kadha? Anaweza kucheza shere Sheikh. Wewe tokea umeanza kuswali umepata nini bwana? Anaweza kucheza shere hivyo. Mwingine anafanya kazi ya haramu, ana kazi ya haramu na zinaweza kuwepo na kazi za halali, akiomba atoe sadaka, anakuja na pesa, anasema lakini hizi za riba bwana. Anawacheza shere, yani maustadhi waliokwenda labda kuomba pesa za msikiti hizi, lakini bwana zinatoka kwenye ile baa yangu ile. Na jamaa mmoja kwenye nje ya Dodoma, Muislamu, ana baa yake, anauzaga pombe na anatoaga na sadaka, alafu mara nyingine anawaambia wa mashekhe wakienda kuomba sadaka za ujenzi wa msikiti au nini, na mashekhe sijui wajinga, unaenda kufanya nini shekhe? Anasema hizi bwana nimepata pale. Karibia ulimi unataka kutamka, unasitakiwi nitamke. Anasema hizi bwana, ana kazi nyingi, pengine hata analima, lakini kwa maksudi anasema hizi bwana zinatoka kwenye ile baa yangu ile pale, iko njiani pale. Sasa ndio hili hapa linasema walladhina kafaru wa yaqulu alladhina kafaru, wanasema wale waliokufuru, laula unzila alayhi ayatun min rabbi, kama ni mtu wa Mungu kweli huyu Muhammad, kwa nini asteremshiwe muujiza, jambo la ajabu kutoka kwa Mola wake? Kwa hivyo mnataka kuhusianisha kati ya mtu anafuata dini ya haki, mnataka kuhusisha na kipato, na mnataka kuhusisha na makarama. Anaweza kuwa mtu ni mtu wa Mungu alafu yani mtu mwema sio lazima apewe makarama, mtu mwema sio lazima apewe miujiza, mtu mwema sio lazima arundikiwe mali, sio lazima apewe cheo, havina mahusiano. Naelewa hiyo?
Manake hili hapa ni lugha ya lawama, kama walivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini usiwe unawapambe malaika? laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira, kwa nini asiwe mpambe wake msaidizi wake ni malaika? Kwa nini asiwe na kanzun kutoka mbinguni, hazina kutoka mbinguni ya mali? Kwa nini Mola wake asimjalie utajiri? Maneno kama hayo, kama ilivyotajwa katika mtiririko wa surati al-Furqan. Kwa hivyo hiyo haina mahusiano. Ndio maana Allah alianza kwa kusema Allahu yabsutu rizqa liman yasha, Allah anakunjua riziki kwa yule amtakaye. Kwa hivyo ishu ya utashi na kupenda ni vitu viwili tofauti. Sisi tunasema, tunakumbusha, akifariki mtu tunasema Allah ametaka. Yeyote afariki, Muislamu amefariki, asio Muislamu amefariki, mtu mwema amefariki, mtu mwovu, tunasema Allah ametaka. Lakini tusiseme Allah amependa. Inaweza kuwa ni kifo cha dhulma. Allah ametaka lakini hajapenda. Anaweza kupewa mtu mali alafu anazitumia vibaya. Allah ametaka kumpa lakini hajapenda. Na kuna mwingine amepewa, tunasema Allah ametaka na amependa. Kapewa mtu mali na mali yake anitumia katika kheri, tunasema Allah ametaka hapa na amependa. Nini alama ya kupenda? Ni nini? Kwamba amemuafikisha katika kheri, katika ile mali yake. Wakienda watu wa kheri watapewa vipesa vya kutolewa njiani tu. Bwana nitachangia 50,000. Na mtu ni tajiri mkubwa, maana nitachangia nani 100,000. Anawatoa njiani tu. Lakini wakija watu wengine, wakija watu wa chama au watu wa mpira, hao watapewa hela nyingi. Ndio Allah akasema Allahu yabsutu rizqa liman yasha, Allah anamkunjulia riziki amtakaye, wa yaqdir, na anakunja kadhalika. Wafarihu bil hayati dunya, waliomkufuru Mwenyezi Mungu azza wa jalla walipopewa wakachekelea maisha ya dunia. Wamal hayatu dunya fil akhirati illa mataa, hazikuwa maisha ya dunia au akhira isipokuwa ni starehe ndogo. Wayaqulu alladhina kafaru, na wanasema wale waliokufuru, laula unzila alayhi ayatun min rabbi, kwa nini hajateremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake kama ni mtume wa Mungu kweli? Qul inna Allaha yudhillu man yasha, waambie Mwenyezi Mungu anampoteza mtakaye hata kama amepewa. Ni lazima tuseme hivi kwa sababu aya hii inakuja baada ya kuwa walioamini wanapewa na waliokufuru wanapewa. Mambo ya haihusiani na kwamba uko katika njia sawa ama umepinda. Suala la kupotea kadhalika, Allah anampoteza amtakaye na anamuongoza amtakaye. Inaweza kuwa yule anayeongozwa ni yule aliyenyimwa, inaweza kuwa yule anayepotezwa ni yule aliyepewa. Qul, waambie inna Allaha yudhillu man yasha, waambie Mwenyezi Mungu anampoteza amtakaye. Lakini tulisema anampoteza nani jamani? Yule aliyefanya vigezo vya kupotezwa. Wayahdi man yasha wayahdi ilayhi man anab, na anamuongoza kwake yeye yule aliyenyenyekea. Khuzbalak, maneno yakiwa yana pande mbili, kila upande unafafanua upande wa pili. Alisema yudhillu man yasha, anampoteza amtakaye, iko tu general namna hii. Alipomtaja wa upande wa pili aliyeongozwa, wayahdi ilayhi man anab, na anamuongoza kwake aliyenyenyekea. Aha, kumbe kama huyu kaongozwa kwa kuwa kanyenyekea, kumbe yule ambaye tumeambiwa kapotezwa lakini hatujatajiwa, kumbe sababu ya kupotezwa ni nini? Kiburi chake. Kama nilivyopiga mfano kwamba kuna mtu anasikia maneno ya Mungu, hataki, akaelewa alafu hataki. Bali kuna katika watu ambao hataki kwenda msikitini siku ya Ijumaa mapema, ahudhuri darsa, ahudhuri muhadhara, asikilizi media, hasikilizi klipu za dini. Siku ya Ijumaa, yeye ni Muislamu wa siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa pia haendi mapema. Ukienda mapema, akili itaanza kukorokocholewa, baadaye irudishwe kwenye imani. Hataki. Mutakabir au sio mutakabir? Ana kibri ama hana kibri? Ana kibri. Anataka haki ama hataki? Hataki. Huyo ndio ambaye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anampoteza. Kwa hivyo Allah akisema kwa lugha ya jumla anampoteza amtakaye, atakiwaye huwa ana vigezo. Angalia,
Inna Allah yudhillu man yasha, Allah anampoteza mtakaye, wa yahdi ilayhi man anab, na anamuongoza kwake mnyenyekevu. Ina maana yule kapotezwa kwa sababu ya kiburi chake. Alladhina amanu, wale ambao Allah anawaongoza ni wale ambao kwamba amanu, wameamini. Yani yule ambaye Allah amemuongoza huwaga anakuwa na sifa hii. Yani hizi ni katika alama zake. Alladhina amanu, wale walioamini, watatmainu qulubuhum bi dhikrillah, nyoyo zao zinatulizana kwa dhikrillah. Akisoma Qur'ani asikia raha. Raha yake iko kwenye mambo ya dini, kama mawaidha. Anaweza akarudi nyumbani na furaha kweli kweli, yani leo nimejifunza jambo kubwa sana bwana katika darasa. Akijua labda anasomeshwa Qur'ani akajua sura akaifuta, ile lugha anasemaga watoto, anafurahi leo bwana nimefuta tabati yada bwana. Furahi. Anapata utulivu kwenye mambo ya dini. Alladhina amanu, wale walioamini, watatmainu qulubuhum bi dhikrillah, na nyoyo zao hutulizana kwa utaji wa Mwenyezi Mungu. Ala bi dhikrillah tatmainul qulub, tambueni kwa utaji wa Mwenyezi Mungu nyoyo hutulizana. Alladhina amanu, wale ambao wameamini, wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema. Tuba. Hapa sasa anataja sifa za wale ambao Allah amewaongoza. Alladhina amanu, wale walioamini, wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema. Tuba. Yani hawa Allah hapa anatafsiri watu ambao Allah amewaongoza, wamenyenyekea. Aliponyenyekea akawapa muongozo, wa yahdi ilayhi man anab, ndio akasema alladhina amanu, hao ni wale ambao wameamini, watatmainu qulubuhum bi dhikrillah, utawaona nyoyo zao zinatulizana katika utaji wa Mwenyezi Mungu. Ala bi dhikrillah tatmainul qulub, tanabahini, nyoyo zao zinatulizana kwa utaji wa Mwenyezi Mungu. Alladhina amanu, hao ni wale ambao kwamba wameamini, wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema. Tuba lahum, bishara njema ni yao. Tuba ni neno linatokana na at-tayyib. Tuba lahum ni bishara njema kwa wao, wa husnu maabe, bishara njema ni kwao, au tuba ni ya kwao. Na wengine wametafsiri tuba ni shajaratun fil jannati, thiyabu ahli aljannati takhruju min akmamiha, ni mti katika miti ya peponi, mti mkubwa, nguo za watu wa peponi zinatoka kwenye shina lake. Kwa maajabu ya Mwenyezi Mungu zinatoka kwenye hilo shina la huo mti ambao unaitwa tuba. Ndio alladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum, au tuba lahum yani aljannatu lahum, kama ile lilladhina ahsanul husna, waliotenda mema wana the best, wana kilicho kizuri zaidi. Kikatafsiriwa kwamba nini? Ni pepo. Na hapa unaweza kutafsiri hivyo kadhalika. Ukitafsiri pepo ndio umetafsiri kwa lugha pana zaidi hiyo tuba, ambao ni mti na wenyewe humo ndani ya pepo. Alladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum, walioamini na wakatenda matendo mema, tuba ni ya kwao. Wa husnu maabe, na wana marejeo yaliyo mazuri. Naomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla tujalie kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.